Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni kauli iliyotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye anasema makubaliano ya Iran sio ya mwisho, huenda tukarejea kurusha mabomu, kwa maana akisema huenda watarejea katika uwanja wa vita. Rais wa Marekani Donald Trump anasema makubaliano yaliyofikiwa na Iran sio ya mwisho, na akizungumza katika mkutano wa kilele wa G7 huko Ufaransa, aliongeza kuwa Marekani itarejea kudondosha mabomu ikiwa haitaridhishwa na makubaliano ya mwisho. Tamko lake linajiri wakati Marekani na Iran zikijiandaa kukutana huko Uswisi mnamo Ijumaa kutia saini mkataba huo ambao maelezo yake bado hajatolewa. Katika mkutano na Rais wa Misri Abdul Fattah al-Sisi siku ya Jumatano, alisema nisiporidhika tutaanza tena kuwarushia mabomu. Pia alikiri kuwa Marekani haiwekezi nchini Iran. Hii ni baada ya ripoti kwamba Marekani ilikuwa tayari kuruhusu mfuko wa uwekezaji wa Iran badala ya makubaliano ya Tehran kwa suluhu la mwisho. Mnamo Jumanne, Rais Trump pia alisema kuwa Iran kamwe haitokuwa na silaha za nyuklia chini ya makubaliano hayo. Hata hivyo, makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema kwamba yaliyomo katika mkataba wa Marekani na Iran huenda kachapishwa mnamo siku ya Ijumaa. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance ameiambia CBS News yaliyomo kwenye mkataba wa Marekani na Iran yatatolewa siku ya Ijumaa. Anasema wapatanishi wa Qatar na Pakistan wameiomba Marekani kusitisha uchapishaji huo kwa muda. Kwa kweli tunajaribu kuwashinikiza kuitoa leo, kwa sababu tunataka tuwaambie wa Marekani yaliyomo kwenye mpango huo, Vance anasema. Alipoulizwa kuhusu ripoti ya kwamba mpango huo unajumuisha mfuko wa ujenzi mpya wa dola bilioni 300 sawa na euro bilioni 223.7 kwa ajili ya Iran, makamu huyo wa rais wa Marekani anasema hakuna hata moja ya mambo hayo yanayojumuisha Iran hadi litakapobadilisha mienendo yake. Hata hivyo, kinachoonekana sasa ni kwamba Marekani imeridhia juu ya kumaliza mzozo wake na Iran, lakini pia moja kati ya jambo ambalo kwa wakati huu limekuwa ni kizungumkuti ni namna ambavyo Israel inaendelea kuishambulia Lebanon katika maeneo kadhaa kusini mwa nchi hiyo. Licha ya kwamba Marekani na Iran zimekubaliana kwamba Israel isifanye shambulizi lolote dhidi ya Lebanon, lakini bado Lebanon inaendeleza mashambulizi hayo. Rais wa Marekani alimuonya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kwamba isingekuwa Marekani, Israel isingekuwepo, na ni kwa sababu huenda ingeshambuliwa vibaya na Iran na huenda taifa hilo lingangamizwa. Lakini rais huyo wa Marekani akamwambia Netanyahu kwamba asiendeleze mashambulizi huko Lebanon, kwani ni sehemu ya makubaliano ya usitishaji wa mapigano. Lakini Iran imesisitiza kuwa usitishaji wa mapigano nchini Lebanon, ambayo ni sehemu muhimu ya maelewano yaliyofikiwa kati yake na Marekani, huenda ikaenda kuishambulia Israel kwa mara nyingine tena, kwa sababu haitaki kukubali kile ambacho ni makubaliano rasmi kati ya Marekani na Iran. Jeshi la IRGC Iran imeionya Israel kwamba haipaswi kuendelea na mashambulizi hayo, kwani itakuwa inavunja makubaliano hayo. Lakini pia waziri wake wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi kadhalika ameeleza kuwa haoni sababu ya Israel kuendelea kuishambulia Lebanon na kuendelea kuwa raia usiokuwa na hatia. Jana pembezoni mwa mkutano wa viongozi wa G7, rais wa Marekani Donald Trump alimkosoa vikali waziri mkuu wa Israel Netanyahu kutokana na mashambulizi yake huko Lebanon. Wakati huo makamu wa rais wa Marekani naye amesema iwapo Tehran itazingatia kikamilifu masharti yote ya maelewano hayo, huenda jambo likawa rahisi zaidi. Lakini Israel na Hezbollah zimekabiliana mara kadhaa tangu makubaliano ya Marekani na Iran yatangazwa Jumapili usiku, huku kundi hilo la wapiganaji la Hezbollah likisema linalipa kisasi kwa sababu Israel inaendeleza mashambulizi. Mapema siku hiyo Israel ilishambulia mji wa Beirut kujibu mashambulizi ya roketi ya Hezbollah. Trump aliambia G7 kuwa alikuwa na uhusiano wa karibu na Netanyahu, lakini hakuridhishwa na shambulizi hilo lililokuwa kubwa mno. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi wakati wote.